Tupo katika juma la 8 leo Ijumaa. Katika liturujia ya neno tutaona historia mbili na matukio mawili tuseme kutoka Yesu Kristo. Ya kwanza akipita na kwenye anasikia njaa, anakutana na mti mmoja ya matini na pale hamna matunda, ambaye mti utaona kwamba ni ishara ya Israeli ambayo hajajiandaa kwa kupokea Masia. Alikuwa anatarajia Masia, lakini wakati Masia anapita Yesu Kristo hawezi kutoa, anashindwa kutoa tuseme matunda. Vile vile katika tukio la pili, Yesu Kristo anaingia hekaluni kwa wivu na hasira, kwa sababu watu wa Israeli walifanya tuseme nyumba ya biashara. Wanaanza kuabudu hela ndani ya hekalu, wanaanza kweli na kuweka Mungu pembeni, na anajifanya tu kwamba anamwabudu Mungu, lakini mwishoni hamna chochote. Hiyo matukio mawili ni picha zetu pia, ambaye sisi mara nyingi tupo hivi. Yesu Kristo anapita katika matukio kadhaa ndani ya maisha yetu, lakini sisi bado tuna ugumu ya kugundua kwamba Kristo anazungumza na sisi katika ugonjwa, katika hali bila hela, katika hali ambayo ni ngumu kuelewa. Kumbe kweli Mungu yupo, kweli Mungu anapita, kweli Mungu anazungumza na mimi katika hali mbaya. Ndiyo, Yesu Kristo pia anaturuhusu kuingia katika changamoto ili pia tupime imani yetu. Imani haionyeshe wakati sisi tuna furaha au sijui nini. Ndio tunajua kwamba furaha ni kweli, lakini katika changamoto tunaona kwamba sisi tuna imani au la. Mbele ya vishawishi ya kutenda au kutotenda dhambi, tunaweza kuonyesha fadhila za Mungu au la. Juzi tuliadhimisha Pentekoste, ambaye tulithibitisha Roho Mtakatifu kati yetu, ambaye anakuja kwa kuimarisha imani ya kanisa na kutusukuma na kutupatia nguvu ili tupambane na maisha yetu kila siku. Maisha yetu ndi kweli kuna pambano dhidi ya uovu na kutenda mema daima. Kwa hiyo hayo yote ujue kwamba bila Kristo sisi tunashindwa, bila Kristo sisi hatuwezi chochote. Kwa hiyo ni muhimu sana kuchukua nafasi ya kugundua, sio kugundua tu uwepo wa Kristo, bali kutembea pamoja naye, kumsikiliza kwa njia ya kanisa, kwa njia ya neno, kwa njia ya sakramenti, kuonja kwamba yeye yupo, na bila yeye hatuwezi kufanya chochote. Yeye anakuja daima kutusaidia, lakini muhimu sana sisi kwa unyenyekevu tupokee hayo yote. Basi tuketi tusikilize nia za misa.